kuwa ipo haja sasa ya kuhakikisha kuwa kamati hizi za ushauri katika ngazi ya mkoa na zile za wilaya zinafanya mambo yafuatayo kukabiliana na migogoro hiyo. Moja ni kuendelea kuboresha kiwango cha utoaji wa huduma ya ushauri wa kisheria na kuongeza wigo wa upatikanaji wetu, yani kuwepo kwetu katika maeneo ambayo hayajafanikiwa kufikiwa, hasa maeneo nje ya miji. Na ndio maana tumesema hapa tunashuka sasa kwenye kata, iwe ni Kilindi tutakwenda kwenye kata kwa kata, iwe ni Handeni kata kwa kata, na wilaya zetu zote kuhakikisha kwamba wote tunawafikia. Leo hii hapa katika wadau hapa yuko mama ametoka Korogwe. Jana katika siku ya wanawake duniani alieleza kwa uchungu sana alivyodhulumiwa mali ya mirathi. Nikamwambia kwamba kuna jopo liko hapa toka asubuhi saa 12 amekuja mama huyo hapa. Kwa hivyo ndio maana nasema sisi tutaongea mengi sana, wananchi walioko hapa wanasubiri wapate nafasi ya kusikilizwa na kutatuliwa kero zao. Lakini lingine ambalo tutamani tulione linafanyika ni kujiwekea utaratibu wa kuandaa kliniki za kisheria bila malipo, kwa utaratibu wa kuwafuata wananchi katika maeneo hayo ambayo ndio tumesema. Na hii pia ni kutokana na ukweli kwamba wako wananchi ambao wangependa kufika huku lakini uwezo wa kusafiri hawana, ama ni kwa ugonjwa au uzee, lakini hata pia uwezo wa kifedha. Kwa hivyo hili tutafanya kuwafikia wananchi. Lakini tatu, tutahakikisha tunapokea malalamiko au migogoro na tunaifuatilia mpaka mwisho wake. Tumeambiwa staili ya hii jopo lilokuja sio la kusikiliza, ni kusikiliza na kutatua changamoto na kufunga jalada. Kwa hivyo tutajifunza kupitia kwao ili migogoro hii iweze kusikilizwa na hatimaye kufungwa. Lengo ni kuzuia walalamikaji kurudi tena baadaye au kurudia kuwasilisha malalamiko yaliyopita, hasa pale wanapoona uongozi umebadilika.